Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kusikiliza, lakini pia na kufuatilia mafundisho haya. Mungu ametupa neema tujifunze. Na leo tuna topic inasema ishara Yesu Kristo ameanza kuwa 100% kwenye mwili wako, kwenye roho yako na kwenye nafsi yako na kwenye maisha yako. Wengi leo tunajifanya tumeokoka lakini bado hatujaokoka. Kwa hiyo ni lazima tukulie wokovu na tutembee katika misingi ya Yesu Kristo, na hapo ndipo tutaweza kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Sasa kuna maandiko hapa na ishara hizi utaanza kuziona ukiwa unatembea kwa hizo ishara na unafanya yale Bwana Yesu aliyoyasema. Basi utaweza kujua kabisa, hapa nimeokoka na hapa natembea na Yesu Kristo. Kumbuka yapo mafundisho mengi ambayo yanaweza kukutoa kwenye misingi ya Kristo. Sasa hivi madhehebu mengi yanafundisha biashara, yanafundisha namna ya kufanikiwa tu kimwili, lakini hatufundishwi kanuni za kiroho na namna ya Yesu Kristo anavyoweza kutubadilisha na kututengeneza na kutuchonga ili tuweze kuenenda katika misingi yake. Sasa msingi na ishara ya kwanza ambao tutauona kwenye maisha yetu ni pale tunapokubali kuamini na kubatizwa katika maji mengi. Ukisoma kile kitabu cha Yohana kuanzia mstari ule, Yohana sura ya 3 mstari wa 3, maandiko yanasema Yesu akamjibu Nikodemu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? Bwana Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa na alikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hatujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika ya hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Haya, ukisoma pia neno la kutoka Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16, maandiko yanasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini pia kwenye kitengo hiki cha kuamini na kubatizwa, tuangalie kwenye kitabu hichi cha Marko sura ile ya 16 kuanzia huu mstari wa 15, maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Nataka nikwambie, kama hujabatizwa kwenye maji mengi, ni muda wako wa kubatizwa. Yesu mwenyewe, Yohana alitaka kumzuia asibatizwe, lakini akamwambia, hatuna budi kutimiza haki yote, ni lazima unibatize. Angalia, kwa nini kubatizwa kwenye maji mengi? Kwa nini ubatizo? Ubatizo unapofunikwa kwenye maji yale ni kama umekufa, yani utu wa kale umekufa, unapotoka umetolewa ukiwa kiumbe kipya. Kumbuka, kama ni ubatizo, Yohana kipindi hicho angeweza kuchukua maji na kuwamiminia watu kichwani, lakini kwa nini watu walikuwa wanaenda mto Jordan na kuzamishwa kwenye maji? Na huo ndo ufunuo uliotokea wa kuonesha atakayetangulia atawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Ukishabatizwa kwa maji kwa ajili ya toba, ukampokea Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu ndipo anakuja kukubatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana tukishabatizwa kwa maji, tukishamaliza kubatizwa, baadaye tukaliamini neno, tunabatizwa na Roho Mtakatifu. Hapo tunabatizwa kwa moto na kwa Roho Mtakatifu, yani tunapokea nguvu ya Mungu, alafu tunapokea Roho Mtakatifu.
na ubatizo wote unahitajika. Ubatizo wa toba na ondoleo la dhambi wa Yohana, ule ambao utazamishwa kwanza kwenye maji. Baada ya hapo, ina maana umekuwa kiumbe kipya, ina maana umezaliwa, umetoka kwenye ubinadamu, umetoka kwenye asili ya nafsi ya udongo wa Adam. Sasa umekuwa uzao wa Yesu Kristo, ina maana mwana wa Mungu. Ukishamaliza hapo, sasa kupitia neno, hapo ndipo unakuja kubatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa hiyo kuna ubatizo wa toba na ondoleo la dhambi, kubatizwa kwenye maji na kuwa kiumbe kipya. Baada ya huo ubatizo, sasa unatakiwa ujazwe Roho Mtakatifu. Ujazwe Roho Mtakatifu na ujazwe nguvu ya Roho Mtakatifu, ina maana moto wa Roho Mtakatifu. Ndio maana Yohana akawaambia kwamba mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini yupo mtu ambaye yuko nyuma yangu, yeye atakuja akiwabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa ukiwa kwenye kanisa haujabatizwa kwanza kwa maji, bado ni uongo. Wengi leo hawajatimiza hiyo haki na wengi wataenda jehanamu ya moto. Kwa hiyo jitahidi kwanza ubatizwe kwa maji. Baada ya hapo ndipo umekuwa Mkristo, umekuwa kiumbe kipya, na hapo ndipo sasa utaweza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Huo ubatizo wote wa aina mbili unahitajika, na usipouzingatia, mwisho wa mwisho wewe kitakuja kuwepo kilio na kusaga meno, kwa sababu tulimwona Yohana anataka kuacha au anataka kukataa kumbatiza Yesu Kristo, lakini Yesu akasema nibatize ili tutimize haki yote. Tunaona hili neno ukisoma kile kitabu cha Marko 1 kuanzia mstari huu wa 5. Tuanzie mstari huu wa 4. Maandiko yanasema Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto Jordani, wakiziungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa ya ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitu. Akahubiri akisema, yu aja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi ambaye sistahili kuinama na kulegeza gidamu ya kiatu chake. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Lakini tukiangalia kwenye kitabu kingine cha Mathayo, tunaona ni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto kwenye vitabu vingine. Lakini pia mstari wa 9 anasema, ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika mto Jordan. Mara alipopanda kutoka majini, akaziona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. Na sauti ikatoka mbinguni, ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye. Mara Roho akamtoa aende nyikani. Angalia Yesu mwenyewe baada ya kubatizwa. Kumbuka amebatizwa ubatizo wa Yohana. Baada ya kutoka ndo anakuja kubatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa na wewe unatakiwa uanze kwanza ubatizwe kwa maji. Baada ya kutoka kwenye huo ubatizo, ina maana umekuwa kiumbe kipya, umezaliwa upya. Sasa umetoka kwenye udongo, umekuwa mwana wa Mungu, umekuwa kwenye Roho. Alafu kishamaliza hapo, ndipo sasa unajazwa Roho Mtakatifu na moto. Sasa wengi leo makanisani, wapo kwenye makanisa wanajifanya makanisa ya kileo, watu hawabatizwi kwa maji, watu hawabatizwi, na wewe umejisahau. Kumbuka kila neno lisilotimia, mwisho wa mwisho kuna kilio na kusaga meno. Kama Yesu mwenyewe alimwambia Nikodemu kwamba usipozaliwa kwa maji na kwa Roho hautokuwa mwana wa Mungu. Ina maana alikuwa na maana gani? Kwanza lazima uzaliwe kwa maji, yani ubatizwe kwa maji, alafu baadaye ujazwe Roho Mtakatifu. Hizo ndizo batizo mbili, au huo ndio ubatizo aina mbili unaotakiwa kuwa nao. Usikubali kuwa kwenye kanisa ambalo hujawahi kubatizwa na unakuja kuzeeka hujabatizwa. Huo ni uongo na ni udanganyifu na ni makanisa ya uongo. Lazima ubatizwe kwanza kwa maji, alafu baadaye ubatizwe kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ubatizo wa kwanza ni wa muhimu, Yesu aliupata, na ubatizo wa pili baada ya kutoka majini ndipo akajazwa Roho Mtakatifu. Na pia Yohana alipotaka kukataa kumbatiza, alikataa akasema, nibatize ili nitoe mfano. Na Nikodemu na yeye anaambiwa na Yesu, usipozaliwa kwa maji alafu ukazaliwa pia na kwa Roho, hautouona ufalme wa Mungu. Nataka nikwambie usibugi, fata hicho kitu ulichofundishwa. Lakini kitu cha pili, au ishara ya pili ya kuonesha kwamba sasa unampenda Yesu Kristo na utatembea katika neema yake, ni lazima ujifunze toba na msamaha wa dhambi. Ungama dhambi zako, ungama uovu wako,
na uwe tayari kusamehe na kuachilia. Yani tubu na ungama dhambi zako. Ukisoma Mithali 28:13 maandiko yanasema aungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema, lakini asiyeziungama ina maana hatofanikiwa. Lakini pia ukisoma kile kitabu juu ya masuala ya kuomba msamaha, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 15, lakini pia ukisoma kitabu cha Marko sura ile ya 11 mstari wa 25 na 26, anakuambia tukiwasamehe wao makosa yao na sisi Baba atatusamehe, lakini tusipowasamehe wao makosa yao na sisi Baba hatotusamehe. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni lazima tukubali, tukizingatie, tukijue, tukifahamu ili kiweze kutusaidia. Na hapo tunapofanya hivyo ndipo tutakapoweza kuona mambo makubwa na Mungu akitusaidia. Lakini pia kitu kingine ambacho tunatakiwa kuzingatia kwenye maisha yetu ni kuwa tayari kuruhusu sisi wenyewe tutembee katika misingi ambayo Bwana Yesu Kristo aliamua kuiweka kwenye maisha yetu. Na kwa sababu tunapokataa kuiweka ile misingi ambayo Yesu Kristo aliweka kwenye maisha yetu, hatutoweza kutembea kama yeye alivyotembea. Ndio maana kusoma Mathayo 1:21 maandiko yanasema, naye atamzaa mwana, naye utamwita jina Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili timie neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii, tazama bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, naye atamwita jina Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo tunaona katika Kristo tunasamehewa dhambi. Kwa hiyo tunapompokea Kristo lazima tufikirie kwanza kubatizwa kwa maji, lakini pia tufikirie kubatizwa kwa Roho Mtakatifu kupitia neno lake na kwa moto. Lakini cha tatu tufikirie kusamehe na kuachilia ili na sisi tusamehewe na kuachiliwa. Lakini cha nne lazima tutembee katika kutii, yani utii wa Roho Mtakatifu na utii wa nguvu ya Mungu. Lakini mwisho kabisa lazima tukubali kutembea katika maarifa na maono ya kimungu. Na maana kila siku tuboreshe maisha yetu kwa kupata maarifa ya kimungu. Na yale maarifa ya kimungu yanatukuza kiroho. Kimwili tunaweza kukua hata bila kula chakula. Kwa kula chakula. Kimwili tunaweza kukua na kuongezeka automatically. Lakini rohoni bila kutafuta maarifa ya Mungu, bila kujifunza kwenye mafundisho sahihi, bila kumsihi Roho Mtakatifu awe mwalimu wako, kama jinsi alivyosema kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 28, anasema kwamba mafuta tuliyopakwa ndani yetu yanakaa ndani yetu mpaka sasa. Ina maana mafuta ya Roho Mtakatifu kama yanavyotufundisha tukae ndani yetu, ili tutakapofunuliwa Yesu Kristo tuwe na ujasiri. Maana unaweza kuwa kwenye madhabahu ambayo haiongozwi na Mungu, au haujajazwa na Roho Mtakatifu, kumbe upo chini ya madhabahu ya shetani, kumbe hauongozwi na Roho wa Mungu. Baadaye utakuwa hauna ujasiri mbele ya Mungu. Zingatia haya niliyokufundisha na yafate kama jinsi lilivyo, maana neno ukilikwepa ukalichepusha, ina maana utakuja kuhukumiwa kwa Roho. Maandiko yanasema wale watakaofuata maneno yangu kwa umakini na kuyatenda jinsi inavyotakiwa, hao watakuwa wakuu kwenye ufalme wa Mungu. Lakini wale watakao yaepuka yale maneno na kuyachepusha, hao watakuwa wadogo kwenye ufalme wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 19, nataka nikusomee hapa. Maandiko yanasema, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu yeyote atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Lakini pia nataka nikupe neno la pili. Nasema kwamba yule atakayefuata maneno ya Kristo na kuyazingatia, huyo atakuwa ni mtu aliyepandwa vizuri kwenye mwamba. Lakini yule anayepuuza maneno ya Kristo, huyo atakuwa amepandwa kwenye udongo au amejengwa kwenye udongo. Ina maana yule atapata anguko kubwa. Nataka usome hichi kitabu cha Mathayo sura ya 7 kuanzia mstari wa 24 mpaka 28, nami nasoma
kwa jina la Yesu. Maandiko anasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Lakini mstari wa 26 maandiko anasema, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Mstari wa 28 anasema, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake. Mstari wa 29 na mwisho, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Haya niliyokufundisha yazingatie, maana ndo msingi wa wokovu. Kama we ni Mkristo na haujazingatia haya, unapoteza muda kwenye Ukristo. Bora uache Ukristo. Lakini kama unataka uwe Mkristo na uone ufalme wa Mungu na upate neema na haki ya Roho Mtakatifu na aweze kukusaidia na uanze kutembea katika baraka, zingatia haya niliyokufundisha, na hapo ndipo utaweza kusaidika. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Shalom.